Mapema wiki iliyopita tulikuwa na mjadala ambao uliangazia tamko lililotolewa na mahakama kuhusiana na zuio kwa mawakili kuzungumza na vyombo vya habari nje ya viunga vya mahakama, na tukasikia mapokeo ya mawakili kufuatia hatua hiyo. Katazo hilo limetajwa kuweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na eneo la uandishi wa habari, hususan katika kuripoti kile kinachojiri mahakamani kupitia kwa mawakili wanaosimamia wateja wao. Tunalitazama hili kwa kina tukiungana na Kurwa Mzee ambaye ni mwanahabari ambaye amekuwa akiripoti habari za mahakamani kwa muda mrefu. Kurwa, karibu sana. Asante. Sogea kwenye mic kiasi. Asante sana. Niambie uzoefu wako kwenye kuandika ama kuripoti habari za mahakamani kwa muda mrefu ambao umefanya, kuanzia urahisi wake na hata ugumu wake. Nina uzoefu wa miaka zaidi ya 15 kuripoti habari za mahakamani. Zina changamoto kwa sababu kwanza zinahitaji umakini mkubwa. Na kwa upande wangu zimenikuza kitaaluma. Umakini kwenye habari za mahakamani sababu zenyewe unatakiwa uripoti kwa usahihi. Upande wa walalamikaji wanasema nini? Upande wa walalamikiwa ambao ni washtakiwa pengine, walalamikaji ni jamhuri, pande zote mbili zinasema nini? Na mahakama inasema nini? Na mwisho wa siku mahakama itatoa uamuzi ambao unatakiwa uandike pia kwa usahihi uamuzi wa mahakama. Kwa hiyo lilivyokuja hili tamko la kuzuia mawakili kutoa muhtasari wa kesi baada ya kesi, kwa ninyi waandishi ambao mnafanya habari hizi za mahakamani, unadhani kuna namna yoyote ambayo imewaathiri katika kazi zenu? Hili inaweza kulizungumza kwa namna mbili. Kwanza tunapaswa kufahamu sisi na wengine wafahamu pia, mwandishi wa habari wa mahakamani lazima aingie mahakamani. Asikilize mwenendo mzima wa shauri. Kile ndo anapaswa kukiripoti kilichopo mahakamani na sio nje ya mahakama. Kinachofanyika kwa waandishi ambao wanahitaji kupata nje ya mahakama, wale ambao wanahitaji picha, wanahitaji sauti za mawakili kidogo na vipande kwa ajili ya TV, labda radio ama blogs. Lakini kwa upande wa printing media, zaidi kilichopo mahakamani na kinachozungumzwa mahakamani ndio tunachopaswa kukiripoti. Ikitokea labda limezungumzwa jambo na wakili, wewe limekupita, unayo nafasi pale baada ya jaji kutoka ama hakimu kutoka kumfuata yule wakili ambaye umeona amezungumza kitu kimekupita, ukamuuliza hapa ulikuwa unamaanisha nini? Akakuelekeza. Basi unakuwa umemaliza. Na hata wengine pia wana uwezo wa kuwafuata pale pale ndani kwa maswali madogo madogo ya ufafanuzi na wakapata huo ufafanuzi. Kwa zaidi ya miaka 15 kama ulivyotueleza umekuwa ukifanya habari hizi za mahakamani, Kurwa. Labda ungepata nafasi nzuri ya kutueleza kwa kina nasi tukapata uelewa, sababu waandishi wengi tunajua huku mahakamani huwa haiwi sana, nyingi habari za mitaani tu na ndizo hizo ambazo zinavuma zaidi. Kwako umetueleza hapa kwamba si kitu rahisi. Labda kuna ugumu kiasi gani ama kuna kumbukumbu yoyote ambazo ziliwahi kuwa ngumu katika kufanya kazi za habari mahakamani? Kuna nyakati ngumu tunakutana nazo katika hizi kesi za jinai. Si ndugu wote wanaridhishwa na vyombo vya habari vinavyoripoti habari za ndugu zao wakiwa wana kesi mahakamani. Kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba inapokuwa kesi mahakamani, ndugu yako ana kesi, ni swala ambalo linahusu moja kwa moja familia. Na kadri inavyozidi kuripotiwa, kwa upande mwingine familia inakuwa inaathirika kwa namna moja. Kwa hiyo unafika wakati wale ndugu hawataki kuona waandishi wa habari, hawataki kuona wapiga picha wakifanya kazi zao. Kwa hiyo wengine wanadiriki. Hata naweza nikatolea mfano mmoja. Kuna mama mmoja wa msanii maarufu, siwezi kumtaja, yeye mwanae alipokuwa na kesi alikuwa akiona waandishi wa habari, akiona wapiga picha, anachukua zile kokoto anaanza kupiga
kamera. Kwa hiyo ilikuwa kila kesi inapofika lazima kuna tafrani. Kwa hiyo changamoto kama hizo. Lilivyokuja hili zuio la mawakili, kumekuwa na maoni mseto, na baadhi ya watu hata kusema sio wanahabari wote ambao wanakwenda mahakamani wanauelewa wa sheria. Umesema vizuri kwamba mwanahabari anaingia mahakamani, anasikiliza pande zote mbili na anatakiwa kuandika kile cha mahakamani. Kuna lugha labda za kisheria ambazo anakuwa hajaelewa na angependa ufafanuzi kutoka kwa wakili labda nje. Hii nayo unaizungumzia vipi? Katika swala la ufafanuzi, hilo anaweza kulipata akiwa ndani ya mahakama baada ya mahakama kumalizika, ama nje ya mahakama. Ndani ya mahakama anamuuliza nani? Yaani ndani ya mahakama inapomalizika, jaji anapotoka, mnakuwa huru kufanya chochote, kuulizana, kujibizana na mawakili. Na wakati shauri likimalizika, wakati huo sio kwamba mawakili wanainua mabegi yao wanatoka nje kwa haraka. Wanakuwa bado wako katika maeneo yao. Kwa hiyo kwa maswali madogo, labda nahitaji hapa, umesema kwamba umeweka pingamizi na ukaeleza labda una mapingamizi matatu, lakini hajayatoa pale, hajaelezea. Ameeleza kwa lugha ambayo nyinyi labda hamjapata ufafanuzi wa kutosha. Unaweza ukamuuliza kwamba naomba nitajie mapingamizi, la kwanza linasemaje, la pili linasemaje, na la tatu linasemaje. Anakujibu hapo. Lakini changamoto ambayo ipo ni kwa upande wa, narudia kusema kwamba ni wa upande wa TV, radio na wa bloggers, ambao wao wanahitaji vipande vidogo na video pia, yes, sauti. Kwa hivyo wao ndio wanahitaji angalau wakili aseme neno kidogo, apate na picha, akija akichanganya na kile ambacho amekipata mahakamani, anakuwa amepata kile kitu anachohitaji. Kwa wewe, hata kama ufanyi kazi kwenye radio ama kwenye televisheni, unadhani kwamba katazo hili litakuwa limewaathiri vipi wanahabari ambao wanafanya kwenye radio na televisheni, kutokana na uzoefu wako? Kutokana na uzoefu wangu, haitaathiri kwa kiwango ambacho watakosa habari. Habari lazima watapata. Yaani itaathiri kwa kiwango kidogo sana. Kwa sababu kidogo hatapata ule uhuru ambao alikuwa anapata mwanzo wa kuwa free. Wakili anazungumza kwa muda mrefu, anahoji muda mrefu, lakini nafasi ndogo. Hakuna mwandishi wa habari anayeshindwa kupata kitu kwanza. Kwa hiyo hata kama kuna katazo limetoka la kumzuia wakili asisimame pale akajaza waandishi wa habari wengi, lakini mimi kama Kulwa niko kwenye TV, ninachokihitaji hata kwa peke yangu, nitampata yule na nitamhoji, ataniambia, atanijibu maswali ambayo nahitaji kuyapata. Lakini itakuwa si tena nje ya mahakama, viunga vya mahakama, maana inabidi iwe mbali sasa na eneo lile. Utawapata kwa urahisi kweli? Yaani sasa hiyo naweza nikaizungumzia hivi. Kwanza, si mara ya kwanza matukio kama hayo kutokea. Kesi kubwa nyingi sana, mawakili wanapozungukwa na waandishi, askari wanakuja wanafukuza kwamba tokeni nje ya geti. Sawa? Pia mawakili wanaridhia kwamba okay, sawa, anatoka. Kwa hiyo hata akitoka nje ya geti, kama story yangu nahitaji, ni lazima nitamfuata huko kwa nje ya geti. Na mawakili hawa wanatusikiliza. Atasimama, atakupa briefing, ataingia kwenye gari, ataondoka. Kwa hiyo hii haitakuwa na athari namna yoyote ile, ama ni kiasi kidogo kama ambavyo umetueleza? Kiasi kidogo, kwa sababu tulishazoea ama walishazoea wakitoka kwa haraka wanapata hiyo huduma ya kuoji na nini wakapata. Lakini sasa hivi itakuwa tofauti, ni kwamba lile kundi lote halitakuwa linaambatana vile likapata huduma kwa sawa. Ina maana wakili atatoka, mmoja atakayekuwa mjanja kwa haraka atakimbia, atafanya naye, mwingine akikosa anakuwa amekosa. Kula, unadhani kwa nini wanahabari wengi hawajabobea kwenye masuala haya ya taarifa za mahakamani kwa kiasi kikubwa, kama ambavyo umeweza kukaa kwa zaidi ya miaka hiyo 15? Siri ni nini? Yaani kwa waandishi wengi kubobea, ni kama nilivyozungumza mwanzo. Mahakamani kuna changamoto, na changamoto kubwa, ukiingia mahakamani saa 2:30 muda wa mahakama unavyoanza, mahakama inaweza ikaendelea ikawa na break, unaweza ukatoka hata saa 2 usiku. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mtu, sio wote ambao wanaweza kuvumilia kwamba atashinda mahakamani kutoka saa 2 asubuhi mpaka saa 2 usiku, ama saa ngapi hali mchana.
muda ule wa kesi unaendelea, huna muda wa kula. Wanapata break dakika 15 20, wewe unaingia kuandika story. Inatakika ofisini ifike kwa wakati. Wakati wenzao wametoka kula, unaingia mahakamani, wewe umaliza kutuma ile story, unaingia mahakamani kutafuta kinachoendelea mahakamani. Kwa hiyo hali wakati mwingine sio wote wanaweza wakaivumilia. Nini wewe kilikuvutia kufanya habari hizi za mahakamani na isiwe katika eneo jingine? Mimi nimefanya sana mahakamani na nyingine nafanya lakini sio sana. Wakati naanza kufanya nikapenda. Kwa hiyo yani mimi napenda, hata ukiniamsha usiku ukaniuliza Kulwa, mahakama fulani kuna kitu fulani hivi ilikuwa hivi, yani akili yangu itafanya kazi haraka kukujibu kwa sababu ni kitu ambacho unakipenda. Ulisomea masuala haya ya kuripoti mahakamani? Kwa sababu watu wanazungumza kwamba ili uwe mzuri zaidi na maana usomee kwenye kile kitengo husika. Wewe mwandishi wa habari wa mahakamani, ulipita kidogo kwenye masuala haya ya kimahakama? Yani kupita ukimaanisha kusomea sheria? Hapana, mimi sijasomea sheria. Isipokuwa kumekuwa mahakama imekuwa inatoa training nyingi mara kwa mara. Karibia kila mwaka huwa wanatupa training, kutupiga brush. Kama kuna mahali tunateleza, kuna mahali tunawekana sawa, tunaenda hivi. Na kuna wakati imefika hatua kwamba tunaweza kaandaa training tukawa tunafanya majadiliano kama hivi. Kwa hicho kinachoendelea, unahisi kuna haja ya kiasi gani sasa kwa watu kuanza kujikita zaidi kwenye masuala haya ambayo yamebobea zaidi tunasema kiuhalisia, kusomea mfano masuala haya mahakama ama kisheria ili uweze kukava vizuri taarifa zako? Kukava habari ya mahakamani sio lazima usomee sheria. Unachotakiwa kufanya ni kufuata ile misingi ya sheria na taratibu za mahakama. Sababu mahakama ina taratibu zake. Mwandishi wa habari ana mipaka yake. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.